Halo wapenzi watazamaji wa Kilwa Integrated Agrobusiness. Karibuni tena kwenye chaneli yetu ambayo inajihusisha na kilimo pamoja na ufugaji. Leo mpenzi mtazamaji, nitawaletea somo la ufugaji wa mbuzi na kondoo, lakini hasa tutaenda kuangalia malisho. Na malisho ambayo tunaenda kuangalia ni malisho aina ya miti. Siku nyingi tumekuwa tukizungumzia malisho ambayo ni majani au tunasema grass fodder, ambao mara nyingi tumezungumzia lablabu, tumezungumzia alfalfa, tumezungumzia super napier na juncow. Lakini leo nitakwenda kuzungumzia malisho aina ya miti au kwa Kiswahili kizuri tunasema miti malisho. Na leo nitazungumzia miti miwili tu ambayo ni rahisi sana kuiotesha kwenye shamba lako na pia ni rahisi kukua kwa haraka. Na hii miti ni miti ambayo imethibitika kwa kiwango kikubwa kutumika kama malisho kwa ajili ya mifugo kama ng'ombe, kondoo, mbuzi, kuku pamoja na nguruwe. Kwa hiyo tutaenda kuangalia namna gani hii miti ni miti gani na inatumika kwa namna gani. Mti wa kwanza kabisa ni mti ambao unaitwa Lucena secophala au kwa jina la Kiswahili wanalita Lucina. Ni kama inafanana kama ile imetoka kwenye lile jina la alfalfa, ambayo alfalfa kwa jina lingine inaitwa Lucerne. Kwa hiyo huu mti na wenyewe umetoka kule kwenye alfalfa kwa sababu ya wingi wa protini ambayo ulionao, isipokuwa kwa huu mti una protini nyingi sana kuliko alfalfa. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani badala ya kupambana kuotesha alfalfa ukaotesha hii miti ikawa kama mbadala wa alfalfa. Sasa huu mti wa Lucena secophala au Lucina mara nyingi unaota eneo la kitropiki, na ndio sehemu ambapo inapendelea sana. Na kwa nini inapendelewa sana? Ni kwa sababu huu mti ni mti ambao kwanza moja unavumilia sana ukame, lakini pia ni mti ambao unakuwa kwa haraka sana. Kwa hiyo ina maana kwamba kipindi cha mvua ukiuotesha mpaka kipindi cha ukame kinafikia, ni mti ambao tayari unakuwa umeweza kuhimili ule mikiki ya jua na unaweza ukaendelea kuzalisha bila kutegemea mvua au bila kunyeshewa. Na ndio maana tunasema ni miti ambayo iko kwenye ukanda wa tropiki na pia unakuwa kwa haraka sana. Lakini ukiacha hiyo ya kuvumilia sana ukame na ukuaji wa haraka, ni mti ambao kama nilivyosema hapo awali una protini ya kutosha. Kwanza protini yake inaanzia kwenye 22 inaanzia 18 mpaka 25. Kwa hiyo unaweza ukaona majani yake pamoja na zile podi zake zote, zile mbegu zikiwa bado zina hali ile ya ubichi, zinakuwa na protini ya kuanzia 18 mpaka 25. Na ukiangalia kwenye alfalfa inaishia tu kwenye 18%, na wakati hii inaenda mpaka 25. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni mti ambao unaweza ukatumika kama mbadala wa alfalfa. Na watu wengi wamelalamika kwamba alfalfa huwa inasumbua sana kwenye kuota, lakini pia na kuilea ili iweze kufikia kiwango ambacho kinatakiwa kuvuna. Watu wengi huwa wamepata changamoto kubwa hapo. Kwa hiyo hii inaweza ikawa kama mbadala wa alfalfa. Kwa hiyo kwenye protein content ni kubwa kuliko alfalfa. Lakini pia hii ni miti ambayo ina protein, huu mti una protein, una madini mengi ya kutosha, una minerals, una vitamini. Kwa hiyo huu mti unaweza ukatumika kama mbadala wa kutumika kwa ajili ya kutumia kama mbadala wa mineral blocks. Badala ya kununua yale mawe ya kulamba kuweka kwenye zizi lako, huu mti unaweza ukawa kama substitute ya mineral block. Sasa pamoja na hivyo virutubisho vyote ulionao, kumbuka kwamba kipindi cha ukame inakuwa ni ngumu sana kwa mifugo yako kupata majani ambayo yana rangi ya kijani. Mara nyingi majani yanakuwa yameshakauka tayari. Lakini huu mti kwa kipindi hiki ambacho ni cha kiangazi au kuna ukame, inaweza kupeleka mizizi yake mbali zaidi, na kwa hiyo kuweza kuendelea kutoa majani ambayo yana rangi ya kijani. Kwa hiyo mifugo yako ikaweza kupata
majani au tunaweza tukasema inaweza kupata green matter. Licha ya kwamba inatumika kwenye mbuzi, kondoo na ng'ombe, lakini hii pia inaweza ikatumika kwenye kuku, nguruwe pamoja na bata. Inategemea wewe utaitumia kwa namna gani. Kwa hiyo ni mti ambao ni mzuri sana, lakini pia pamoja na hivyo virutubisho vyote ambavyo nimevisema, huu mti unatakiwa uutumie kwa tahadhari, kwa sababu ndani yake kutokana na protini ilionayo, ina protini ambayo ina amino acid ambayo inaitwa mnemosine. Hii mnemosine ni sumu, inazalisha sumu ambayo hii sumu sio kwamba inaweza ikaleta madhara kwa haraka kama mbuzi akila au ng'ombe akila anaweza akafa hapo hapo. Hapana, ila effect yake inaweza ikachukua muda. Unaweza ukaona saini za kama anatoa mate, lakini pia utaona nywele baadaye, kadri anavyozidi kwenda nywele zinanyonyoka, lakini pia kupunguza uzito, lakini pia kupunguza uzalishaji wa maziwa kama ni ng'ombe wa maziwa, kama utatumia bila kuchukua tahadhari. Sasa hasa kwa wanyama kama wale ambao tunasema ni monogastric. Monogastric, ninapozungumzia monogastric ni wale wanyama ambao wana tunasema ni single stomach, kuacha hawa ruminant kama ng'ombe, mbuzi na kondoo. Kuku, nguruwe pamoja na bata, hawa tunasema ni monogastric. Kwa hiyo hawawezi kwa kiwango kikubwa kuweza kuhimili ile mnemosine ile sumu ambayo inazalishwa na huu mmea. Kwa hiyo mara nyingi inatakiwa unashauriwa kwamba ili uitumie vizuri kwa hawa wanyama, ni vizuri ukaiprocess au ukawapa chakula kwa kiwango kidogo sana. Sasa twende tuangalie namna gani ya kuchukua tahadhari ya kutumia kwenye malisho haya ya aina ya Lucena secophala, kwa sababu tumesema ni malisho ambayo yana virutubisho vingi na pia ni rahisi kuyakuza, lakini ni majani ambayo pia ni miti ambayo hata kama ni kipindi cha kiangazi still inaweza ikatusaidia kupata malisho ya kutosheleza. Inategemea umeyaotesha kwa kiwango gani, lakini sasa tunatakiwa tuyatumie kwa tahadhari. Moja, kwanza unatakiwa usitumie haya malisho kama total diet, kwa maana kwamba kama ni mifugo yako aidha umeifungia ndani au kama unaiacha ikagraze huko, kwamba inakula tu hiyo mimea basi hakuna majani mengine, hapo haishauriwi kitaalamu, kwa sababu kwa kiwango kikubwa atakuwa amekula tu yale majani, hakuna majani mengine. Kwa hiyo unatakiwa angalau huu mti utumike kama supplement. Kwa hiyo kama unaweza kulisha majani mengine alafu baadaye uka introduce ya majani kama supplement, hivyo ndivyo inavyoshauriwa itumike. Usually tunatakiwa tutumie 30% ya chakula. Maana yake ni nini? Kwa mfano kama mifugo yangu nilikuwa naipa kilo 100 ya chakula, inatakiwa 30%, maana yake kilo 30 za chakula ziwe za Lucena secophala, alafu kilo 70 ziwe za mimea mingine. Hiyo ni wanyama kama ng'ombe, mbuzi, kondoo ambao tumesema hawa ni ruminant ambao wanaweza kuhimili vizuri ile protini ya mnemosine ambayo inazalisha sumu. Kwa hiyo wanatakiwa wapewe kwa kiwango cha 30%. Kama ni monogastric, wanyama kama kuku, nguruwe, hawa wanatakiwa wapewe kwa 5%. Kwa hiyo chakula chake kinatakiwa kipewe kwa 5%. Njia nyingine ambayo ni rahisi ambayo inatakiwa uitumie ni kuchanganya hii Lucena secophala na majani mengine au na chakula kingine. Kwa hiyo lazima uchanganye, na unaweza ukatengeneza silage, ambayo hiyo silage ukaichanganya na silage ya alfalfa, au ukachanganya na silage ya mahindi, ukachanganya na silage ya junkao. Vyovyote vile utakavyoona inaweza kuchanganya, lakini usiwape hiki chakula chenyewe ikawa ndio chakula cha moja kwa moja. Kitu kingine ambacho kitakusaidia kuepukana na hili tatizo la hii sumu inayozalishwa na huu mmea ni unawapa kile chakula kwa kidogo kidogo, kwa maana kwamba kama ulitakiwa uwape kilo 30, ila ndo naanza kuwapa leo, nitawapa leo labda kilo 10,
kesho labda kilo 13, kesho kutwa 15, hivyo hivyo mpaka matumbo yao yaweze kuzoea vizuri kile chakula. Baada ya hapo sasa ndo nitaenda kwa ule mtiririko wa 30% inayotakiwa kwa kila mulo au kwa kila siku. Kwa hiyo hizo ndio tahadhari ambazo sana sana tunatakiwa, lakini huu mmea majani yake yanaweza pia ukayatumia kutengeneza kama silage nilivyosema, lakini unaweza ukatengeneza pellet. Kwa hiyo ndio njia nzuri, kwa sababu ukitengeneza pellet, ukiprocess huu mmea ukitengeneza pellet, inasaidia kupunguza ile sumu, na mara nyingi inashauriwa tutumie njia hizo kama silage, pellet, lakini pia unaweza ukasaga ikawa unga, ule unga ukawa unachanganya na chakula kingine cha mifugo yako ambacho kinatumika. Kama kwa mfano kama umesaga imekuwa unga, unaweza ukatengeneza concentrate au ukatengeneza pellet then ukawapatia mifugo wako. Huo ni mti wa kwanza ambao unaweza kutumika kama mti malisho, na unaweza ukatusaidia kuwa na protini ya kutosha kwenye mifugo yetu, badala ya kutegemea protini hizi ambazo ni expensive kama soya pamoja na alfalfa au pamoja na concentrate zingine. Mti mwingine ambao ni mzuri zaidi ni mmea ambao unaitwa mlonge. Kwa kitaalamu tunaita Moringa oleifera. Hii ni mimea ambayo pia huu ni zaidi ya Lucena secophala. Kwanza wanasema ni mti wa maajabu, kwa sababu virutubisho vilivyoko kwenye huu mti ni virutubisho ambavyo hata binadamu, kama mmesikia, binadamu wanatumia sana mlonge kwa sababu ya hizo faida ya virutubisho vilivyoko kwenye mti wa mlonge. Kwa mfano, mti wa mlonge majani yake yana protini kuanzia 23% mpaka 30%. Kwa hiyo unaweza ukaona kuanzia tu kwenye majani hapo tayari imeshazidi alfalfa, kwa sababu alfalfa ina protini ya kuanzia 18 mpaka kuanzia 12 mpaka 18, lakini hii hapa tayari kwenye majani tu tunapata 23% mpaka 30. Unaweza ukaona kiwango cha protini kilichoko hapo. Mbegu zake pamoja na zile podi zake zile zina kuanzia 45 mpaka 53. Hichi ni kiwango kikubwa sana cha protini ambacho kwenye majani mengine hatuwezi kuipata hii protini, kwa sababu kwenye majani yote yanayosifika kuwa na protini nyingi ya kutosha ni alfalfa na lablab, lakini lablab inaishia kwenye 28, lakini huyu unaweza ukaona pods tuna pamoja na zile mbegu zake zinaanzia kwenye 45 mpaka 53. Soya bean ambao ungeweza kuchukua maharage ya soya yale ukachanganya na kwenye concentrate, lakini yenyewe ina 44. Kwa hiyo unaweza ukaona mlonge una protini kubwa sana kuliko mimea mingine yote ambayo inajulikana kwa ajili ya chakula cha binadamu, lakini pia kwa ajili ya chakula cha malisho ya mifugo. Hiyo ni kwenye sehemu ya protini, lakini ukija kwenye upande wa madini pamoja na vitamin pia hii mlonge ina madini ya kutosha. Kwanza madini yake yana madini ambayo ni ya calcium na phosphorus ambayo yanatumika kwa kiwango kikubwa sana kwenye ng'ombe wa maziwa, na ambayo ni mahitaji makubwa sana kwenye ng'ombe wa maziwa au kwenye mifugo ambayo inanyonyesha. Hata wamama wanashauriwa pia kutumia mlonge wale ambao wananyonyesha, kwa sababu hiyo kwamba inasaidia kutoa hayo madini ya calcium pamoja na phosphorus kwa ajili ya kuzalisha maziwa mengi kwa watoto wa binadamu pamoja na watoto wa mifugo kwa namna hiyo. Lakini pia ina madini aina ya chuma pamoja na potassium, ambayo haya ni madini muhimu pia kwa ajili ya kukuza mifupa, lakini pia pamoja na kurahisisha kufyonzwa kwa vyakula ambavyo vinakuwa kwenye ile intestinal gastric. Kwa hiyo anapokula chakula akiwa na haya madini inamsaidia kwamba kile chakula kinameng'enywa na kinafyonzwa kwenye mwili wake kwa ajili ya kuzalisha maziwa pamoja na kukua. Pia kwenye vitamini, mlonge una vitamini za kutosha, ina vitamini A, ina vitamini E, ina vitamini K. Lakini pia mlonge kama ilivyokuwa kule kwa Lucena secophala, huu ni mti ambao unakuwa kwa haraka sana. Lakini pia ukishashika
unaweza kustahimili ukame kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hata ikiwa ni kipindi cha kiangazi, ukiwa umeiotesha mingi, hii ni miti ambayo inaweza kukusaidia kupata green matter kwa ajili ya mifugo yako na kufeed gap ya protini ambayo ingeweza kupatikana kwenye mimea mingine au kwenye malisho mengine. Na mpenzi mtazamaji, kwa nini tunazungumzia sana kipindi cha ukame? Kwa sababu kipindi cha ukame ukiangalia, mara nyingi unaona kipindi cha ukame mifugo mingi ina stavu, na hata pia uzalishaji unapungua, lakini hata pia uzalishaji wa maziwa, kwa sababu majani, mara nyingi wanakula majani ambayo ni makavu. Sasa majani yakiwa ni makavu, protini yake inakuwa ni kwa kiwango cha chini sana, utofauti na majani ambayo ni mabichi. Sasa ukiona huu mmea unakuta muda wote throughout the year inakuwa ni ya kijani. Kwa hiyo unaweza kutokana na kijani kile kinaweza kukusaidia kupata protini ya kutosha. Lakini moringa au tunasema mlonge ni tofauti na Leucaena secophala, yenyewe haina madhara kama yale ambayo tumeyaona kwenye Leucaena secophala. Kwa hivyo vyovyote vile utakavyotumia ni nzuri sana kwa ajili ya mifugo yako, na inaweza kutumika kwa wanyama wote pia kama nguruwe, kuku, ng'ombe, kondoo, mbuzi. Nimesema pia mpaka hata kwa binadamu wanashauriwa sana kutumia mlonge. Kwa hiyo unaweza ukaona ni mmea ambao kila mfugaji ni muhimu sana akawa na malisho kama haya kwenye shamba lake. Kwa kwetu sisi hapa tuna mpango sasa wa kuyaotesha kwa wingi sana hii moringa pamoja na Leucaena secophala, na tutatumia sana hii kuiprocess kwa ajili ya kutengeneza pellet pamoja na powder ambayo tutatumia kuchanganya kwenye concentrate kwa ajili ya mifugo yetu. Kwa hiyo sisi tuna huo mpango kwa kiwango kikubwa kuzalisha, na tutazalisha pellet ambayo tutatumia kwa ajili ya shamba letu, lakini pia excess tutakuwa tunauzia wafugaji wengine. Kwa hiyo wapenzi watazamaji, hiyo ndio miti malisho ambayo nilitaka leo tuifahamu na tuweze kuwa nayo katika mashamba yetu, ili tuweze kuepukana ile changamoto ya ukosefu wa protini kwa ajili ya malisho kwa ajili ya mifugo yetu. Lakini badala ya pia itatusaidia kupunguza gharama, badala ya kuweza kwenda kununua soya ili kwa ajili ya kupata protini kwa ajili ya mifugo yako, ili iweze kuongeza uzalishaji wa maziwa, nyama pamoja na ukuaji. Hii miti inaweza ikatusaidia ikawa kama mbadala wa hiyo na kuweza kukata gharama za uzalishaji. Asanteni sana na karibuni tena kwa wakati mwingine.